Ni saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji wako ni mimi Edastina Tibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 33 kujeruhiwa katika ajali ya basi dogo aina ya Toyota Coaster lililogongana na Caterpillar iliyotokea Machi 10, 2025. Na kimataifa, jeshi la Israeli limesema leo Machi 11, 2025 kuwa ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Msingi wa kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kutaka nafasi zijazwe mapema na watu wenye sifa, huku akiwaonya kutoshitukiza wakati wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Rais Samia amesema hayo leo Machi 11, 2025 jijini Dodoma katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa 39 wa viongozi wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ALAT. Songwe. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 33 kujeruhiwa katika ajali ya basi dogo aina ya Toyota Coaster lililogongana na Caterpillar iliyotokea Machi 10, 2025 eneo la Msinde, wilaya ya Momba, mkoani Songwe. Kamanda wa polisi mkoani Songwe Agustino Senga amesema ajali hiyo imetokea Machi 10, 2025 saa 6 mchana ikihusisha gari aina ya Toyota Coaster na trekta kubwa aina ya Caterpillar, na kubainisha kuwa Coaster hiyo inafanya kazi ya kusafirisha abiria kati ya Ileje na Mbeya mjini. Kamanda Senga amesema gari hilo linalomilikiwa na Bobu Mwampashi lilikuwa likiendeshwa na Juma Rojara mwenye umri wa miaka 47 ambaye alipata majeraha na anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe. Kamanda Senga amesema kuwa mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Sara Mzopora mwenye umri wa miaka 37 alifariki dunia akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya mji wa Tunduma iliyopo Mpemba. Aidha, amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea kumtafuta dereva wa Caterpillar aliyetoweka eneo la tukio baada ya kusababisha ajali hiyo, na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Katika hatua nyingine, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Tunduma Sebastian Siwale amedhibitisha kupokea majeruhi 33 huku baadhi yao wakiwa wamevunjika miguu na mikono. Dar es Salaam. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kwa kushirikiana na serikali imefanikiwa kuwekeza katika utekelezaji wa miradi ya maji safi yenye thamani ya trilioni 1.19 kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akiwasilisha taarifa ya mafanikio ya utekelezaji wa miradi ya huduma kutoka DAWASA, kaimu afisa mtendaji mkuu Mhandisi Mkama Bwire amesema kuwa kati ya miradi hiyo bilioni 796.19 ni miradi ya maji safi na miradi yenye thamani ya bilioni 400.91 ni miradi ya usafi wa mazingira. Amesema kuwa kati ya miradi hiyo, miradi iliyokamilika ina jumla ya thamani ya bilioni 344.67, ambapo kati ya hiyo miradi ya maji safi ni Tanzania shilingi bilioni 329.97 na miradi ya usafi wa mazingira ni Tanzania shilingi bilioni 14.7.
amebainisha kuwa ipo miradi ya maji safi inayoendelea kutekelezwa katika hatua mbalimbali ambayo ina thamani ya bilioni 852.43, ambapo miradi ya maji safi ina thamani ya bilioni 466.22 na miradi ya usafi wa mazingira ina thamani ya bilioni 386.21. Aidha, mhandisi Bwire amesema kuwa mamlaka imefanikiwa kukamilisha baadhi ya miradi mikubwa ya maji safi, ikiwemo mradi wa maji wa Chalinze awamu ya 3 uliotekelezwa kwa lengo la kusambaza huduma ya maji kwa wananchi wa mji wa Chalinze, Mboga, Msoga na Miono. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Uswizi. Ripoti iliyotolewa Machi 11, 2025 na shirika la IQAir Global lenye makao yake nchini Uswizi, ambalo hufuatia na kukusanya data za uchafuzi wa hewa, inaeleza kuwa sehemu kubwa ya dunia ina hewa chafu, huku 17% ya miji duniani kote ndiyo huheshimu miongozo kuhusu uchafuzi wa hewa. Shirika hilo la IQAir Global lilikusanya data kutoka vituo 40,000 vya ufuatiliaji wa ubora wa hewa katika nchi 138 na kugundua kuwa mataifa ya Chadi, Kongo, Bangladesh, Pakistani na India yalikuwa na hewa chafu zaidi. Miji 6 kati ya 9 ya India ilichafuliwa zaidi, huku mji wa viwanda wa Balinihati kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ukiwa katika hali mbaya zaidi. Wataalamu wanasema huenda hali halisi ya uchafuzi wa hewa ni kubwa zaidi kuliko inavyoelezwa, hasa ikizingatiwa kuwa sehemu nyingi za dunia hazina vifaa vya ufuatiliaji vinavyotoa data kwa usahihi zaidi. Mfano, barani Afrika kuna wastani wa kituo kimoja cha ufuatiliaji kwa idadi ya watu milioni 3.7. Ripoti hiyo hata hivyo imesema kuwa vifaa zaidi vya kukusanya data kuhusu ubora wa hewa vinaendelea kuweka sehemu mbalimbali duniani ili kukabiliana na tatizo hilo. Damascus. Jeshi la Israeli limesema leo Machi 11, 2025 kuwa ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha. Mashambulizi hayo yamelenga mifumo ya ulinzi wa anga na maeneo mengine ya kijeshi katika shambulio la hivi karibuni zaidi katika nchi hiyo jirani. Taarifa ya jeshi hilo la Israeli imesema ndege zake za kivita ziliharibu vifaa vya rada vinavyotumika kufanyia uchunguzi wa kijasusi wa anga pamoja na maeneo ya kijeshi yenye silaha na zana za kijeshi za utawala wa Syria. Jeshi hilo limedai kuwa mashambulizi hayo yalifanyika kuondoa vitisho vya siku zijazo. Taarifa hiyo imesema uwepo wa vifaa hivyo kusini mwa Syria kunaleta tishio kwa Israel na shughuli za kijeshi za nchi hiyo. Kwa upande wake, vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimesema kuwa Israel ilishambulia mkoa wa kusini wa Daraa, huku shirika moja la kufuatilia vita likiripoti takribani mashambulizi 17 dhidi ya ngome za jeshi la zamani la Syria. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na viongozi wengine katika serikali za mitaa kutoa taarifa mapema kama wana mpango wa kugombea ubunge. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 33 kujeruhiwa katika ajali ya basi dogo aina ya Toyota Coaster lililogongana na Caterpillar iliyotokea Machi 10, 2025. Na kimataifa, jeshi la Israeli limesema leo Machi 11, 2025 kuwa ndege zake za kivita zilishambulia eneo la kusini mwa Syria usiku kucha.
Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashairwa. Asante na kwaheri.